hiyo Mheshimiwa Waziri, shamba langu hili ni sehemu ya chini ya shamba kufanyiwa kazi, kama wanaanza kufanya kazi mimi mwenyewe sielewi tu, yani kwamba hapa. Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2026, uongozi wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan umeweza kushutumiwa na jamaa huyo katika kipande cha video nilichoweza kukitanguliza, akidai kwamba shamba lake limeweza kuporwa. Hii ni baada ya miradi kuanzishwa katika shamba lake bila makubaliano ya aina yoyote ile, miradi hiyo ikiendelea kudaiwa kwamba ni ya serikali ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila mtazamaji wangu, kwa kweli, kabla niweze kukufahamisha zaidi, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo jema kwa wewe hapo kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, jamaa huyo ameweza kutengeneza kipande hicho cha video ambapo Watanzania wengi wameweza kuguswa na jinsi ambavyo jamaa huyo hivi sasa anazidi kupoteza shamba kwa ukubwa kutokana na mradi unaozidi kufanywa na uongozi ulioko madarakani. Jamaa huyo sio kupenda kwake kujitokeza hadharani akiwa katika hali aliyoko, bali ameweza kufanya hivyo ndipo ambapo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wataweza kufahamu ni uongozi wa aina gani ulioko madarakani, jambo ambalo Watanzania wengi hawajaweza kufurahishwa nalo kamwe, wakiona ni wazi jamaa huyo kile ambacho ameweza kutendewa sio sawa na sio haki, kwani jamaa huyo katika mahojiano ya moja kwa moja ambayo aliweza kuyafanya ameweza kuweka hadharani ya kwamba zaidi ya miaka 12 amekuwa akiishi katika shamba hilo. Mtazamaji wangu, hii ni dalili tosha ya kwamba jamaa huyo amekuwa katika njia sahihi ya kumiliki shamba hilo. Pia yeye na baadhi ya jamaa wake wa karibu wote wamekuwa wakifahamu shamba lile kama ndipo nyumbani mwao, tofauti kabisa na watu wengine ambao hawana makazi kwingine. Hii ikionyesha wazi kwamba jamaa huyu baada ya shamba hilo kuchukuliwa hakuna popote pale atakapokuwa akienda, kutokana na yeye makazi pekee aliyokuwa akiamiliki ni katika shamba hilo. Mtazamaji wangu, hii hapa kwa mara nyingine inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo mwananchi wa chini nchini Tanzania anaendelea kupitia kipindi kigumu, anaendelea kukosa haki na kila kile anachozidi kukililia akiona ni sahihi anapaswa kukimiliki hawezi kukipata, bali wenye mali na wenye fedha chini ya uongozi wa ulioko madarakani ndio wanaozidi kuchukua fursa hizo, sawia na jinsi gani ambavyo tumekuwa tukishuhudia uongozi ulioko madarakani. Baadhi ya viongozi wanaohudumu chini ya serikali hiyo wameweza kupata nafasi hizo kutokana na kujuana, wengine kuwa baadhi ya viongozi wa kifamilia wa kifamilia katika chama hicho cha CCM. Mtazamaji wangu, hivi sasa iwapo kama kweli shamba lile lingekuwa ni la jamaa aliyoko serikalini, je, uvunjwaji wa nyumba na shamba hilo kuchukuliwa, je, kungekuwa kwa urahisi kama jamaa huyo aliyeweza kutengeneza kipande hicho cha video akilia na kueleza jinsi gani ambavyo anakuwa katika kipindi kigumu baada ya shamba lake kuchukuliwa? Mbaya kabisa, hana pa kwenda na uongozi ulioko madarakani, licha ya kujaribu kufika katika ofisi mbalimbali ili kueleza machungu anayozidi kuyapitia baada ya shamba lake kuchukuliwa, hajaweza kupata usaidizi wa aina yoyote ile. Hivi sasa akitegemea Watanzania waweze kuonyesha ushirikiano na kumuunga mkono katika kipindi hiki kigumu, ili angalau shamba analozidi kulimiliki na pia mahali ambapo amekuwa akikuita nyumbani kwa muda mrefu pasiweze kupotea tu
katika mikono ya viongozi walioko madarakani. Mtazamaji wangu, kwa kweli hii hapa inazidi kuashiria na kuonyesha jinsi gani ambavyo hivi sasa mwananchi wa chini nchini Tanzania, kwa gharama kubwa ya maisha inayozidi kushuhudiwa chini ya uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, haionekani ikipungua leo hii wala kesho, bali gharama kubwa ya maisha itaendelea kushuhudiwa kwa jinsi ambavyo uongozi huu unazidi kujijali wao binafsi na sio kujali mwananchi wa chini nchini Tanzania. Pia mtazamaji wangu, sote sasa hivi tumeweza kuona jinsi gani ambavyo baada ya jamaa huyo kujitokeza hadharani, ni wazi anazidi kuhitaji kupata angalau usaidizi, na ndipo ambapo mwisho siku ataweza kuwa katika njia sahihi ya kuzuia shamba ambalo amekuwa akilifahamu ama eneo ambalo amekuwa akiliita nyumbani zaidi ya miaka 12 halitaweza kuishia kuwa kwa mikono ya viongozi walioko madarakani. Na mtazamaji wangu, ni vigumu kwa viongozi walioko madarakani kujitokeza na kudai kwamba hawajui kinachozidi kuhusika. Sote tunafahamu jinsi gani ambavyo magari ya aina hiyo yanayozidi kutumika kuchimba katika shamba lile ama hilo, ni wazi lazima vibali vimeweza kutolewa, na watu wanaozidi kutoa vibali ni uongozi ulioko madarakani. Hii inazidi kuashiria wazi ya kwamba jamaa huyo ama mzee huyo kwa kweli bidii yake ambayo amekuwa akiipigania ama kuitafuta kwa muda haijaweza kuzaa matunda, na sio kama kweli kufika kwake afisini viongozi hawajaweza kumpokea ama hawajaweza kukubaliana na kesi yake, ila kutokana na watu walioko katika ngazi za juu. Hiyo inazidi kuashiria na kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani, kuna baadhi ya viongozi wako madarakani kwa maslahi yao binafsi na sio kwa maslahi ya mwananchi wa chini nchini Tanzania. Kwani iwapo ingekuwa ni kwa ajili ya mwananchi wa chini nchini Tanzania, leo hii tusingeweza kumshuhudia jamaa huyo akiwa analia kwa kupoteza ardhi ama shamba ambalo amekuwa akiishi takriban zaidi ya miaka 12 katika shamba hilo, jambo ambalo anaamini kwamba kama kweli serikali imeweza kupata shamba lile likiwa lina manufaa kwao, basi ingekuwa vyema iwapo angeweza kumpa hata pesa aweze kutafuta shamba kwingine kujenga, kuendelea na maisha yake, na pia familia ya jamaa huyo isiweze kukosa makazi. Ila hivi sasa jamaa huyo anazidi kudai kwamba hana pa kwenda. Mbaya kabisa, baadhi ya jamaa wake walio karibu wanazidi kuogopa kuingilia kati swala hili, ila mtazamaji wangu, wa Tanzania wengi maoni yao hawajaweza kufurahishwa na kitendo hicho ambacho kimeweza kufanywa kwa shamba la jamaa huyo ama kunyang'anywa shamba kwa jamaa huyo. Mtazamaji wangu, tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.